Ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Ezrais Kenyan Media, popote mulipo ninawasalimu hamjambo. Happy Wednesday ya tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Asante sana kwa support ambayo unazidi kunipea. Je, unanitazama kutoka wapi? Niambia hapa chini. Kanda zimeweza kutolewa zikionyesha Rais William Ruto anapuuzwa na Rais wa Marekani Donald Trump upande wa France, mahala ambapo walikuwa wamekongamana kwa minajili ya kongamano la G7 ambalo lilifanyika upande wa Evian-les-Bains, France, kati ya tarehe 15 mpaka tarehe 17 Juni mwaka 2026. Kenya sio miongoni mwa mataifa ya G7, ila William Ruto aliweza kualikwa na Emmanuel Macron, rais wa France. Lakini sasa jinsi ambavyo William Ruto aliweza kupuuzwa mpaka ikabidi akajilazimisha kuelekea kwa Donald Trump akimsalimia, na kipindi cha kupiga picha kimeweza kuibua hisia mseto mitandaoni. Kwa taarifa yako mtazamaji wangu, Kenya sio miongoni mwa mataifa ya G7. Kwa hivyo wengi wataweza kujiuliza, kama Kenya sio miongoni mwa mataifa ya G7, William Ruto alienda kufanya nini pale? Basi G7 ni mataifa makubwa duniani ambayo ni tajiri. Mfano ni mataifa 7: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom pamoja na USA, kisha European Union. Na Kenya sio miongoni mwa wanachama hawa wa mataifa tajiri. Kwa hivyo Wakenya wameweza kujiuliza, basi William Ruto alikuwa anaonekana akifanya nini hapo, akizubaa, akionekana kwamba ameweza kupuuzwa, embarrassment. Sasa kwa kiduchu, huu mkutano wa G7 wa 52 ambao uliweza kufanyika upande wa France, walikuwa wanazungumzia maneno yafuatayo: mkataba wa amani wa magharibi mwa Asia, mfano mkataba kati ya USA pamoja na Irani uliotangazwa masaa machache. Mkataba huu wa G7 ulikuwa unataka kutafuta amani kati ya Marekani na Irani. Vile vile haya ni mataifa makubwa, yalikuwa yanatafuta kitu ambacho kinaitwa amani kuhusu vita vya Ukraine. Walikuwa wanazungumzia mambo ya msaada kwa Zelensky. Vile vile walikuwa wanazungumzia mambo ya usawa kiuchumi duniani, mikopo kwa nchi zinazoendelea na usumbufu wa minyororo ya biashara. Vile vile wakaweza kuzungumzia mambo ya usalama wa madini muhimu. Vile vile wakaweza kuzungumzia mambo ya AI na usalama wa kidijitali. Ruto alialikwa, nimekueleza, na rais wa France ambaye ni bwana Macron kama mgeni kuwakilisha Afrika. Bali sio Afrika iliweza kutuma William Ruto kuenda kuwawakilisha, bali ni Emmanuel Macron, yule mwenye alikuja Kenya juzi tu, ndiye aliweza kumwalika William Ruto aende kurepresent Africa upande huo wa mkutano wa G7. Vile vile kwa kiduchu, bila ya kukriticize William Ruto sana, ndio tunajua aliweza kupuuzwa.
Ruto alikuwa na malengo kwa G7. Lengo la kwanza ni kuwasilisha ajenda ya Afrika kutoka Africa Forward Summit ambayo ilikuwa imefanyika Nairobi, ambapo alikuwa anahitaji mabadiliko ya mfumo wa kifedha duniani, mikopo nafuu, biashara, tabia nchi. Ruto alikuwa anataka kwamba mataifa ya Afrika waweze kupewa mikopo bila ya kuonewa. Vile vile Ruto alikuwa anapigania mikopo nafuu. Nchi za Afrika zinahitaji mikopo nafuu, affordable credit. Video iliweza kuonyesha Trump akitembea na kumpita William Ruto bila kumsalimia, na Ruto akiwa nyuma kwenye picha ya kikundi. Hizo picha, mtazamaji wangu, zimeweza kuibua hisia mseto. Mfano, angalia kama hii, mahala ambapo video inaonyesha Trump akitembea kwenye lawn ya G7 Avian, na Ruto akijaribu kutoa mkono, lakini Trump anapita moja kwa moja. Vile nimejaribu kuanalyze hii mahala ambapo William Ruto mara nyingine aliweza kupuuzwa. Kuna kwenye picha ya pamoja group photo, picha ya pamoja ya viongozi ambao walifika upande wa G7. Nimekueleza kwamba ule mkutano wa G7 Kenya si mwanachama, bali William Ruto aliweza kualikwa na Emmanuel Macron. Nimekueleza kwamba G7 ni mataifa tajiri duniani. Kwa hivyo Ruto alionekana kwenye picha ya kikundi yuko pembeni. Kipindi ambapo yuko pembeni kwenye picha rasmi ya viongozi, Trump anasimama na Macron na Rais Modi wa India pamoja na wengine, lakini Ruto yuko nyuma anazungushiwa duara jekundu, huku ikisemekana kwamba Trump aliweza kumpuuza. Thank you. Thank you. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you? How are you? I'm good. Kanda nyingine inaonyesha kwamba Ruto amesimama peke yake. Ruto amesimama peke yake. Na ukiweza kuangalia hiyo picha ya group photo, Ruto yeye ndiye Mwafrika. Nikisema Mwafrika unaelewa hiyo rangi yetu peke yake kwenye hiyo kala ama kwenye hiyo group photo. Kipindi hicho kuna split screen ambayo nimeweza kupata, inaonyesha viongozi wengine wakikumbatiana, wakisalimiana na kuongea pamoja. Lakini wakati huo Ruto amesimama kando akiangalia kando, huku mataifa sasa ya kigeni wakisema kwamba
Ruto alikuwa anaonekana amezubaa huku amepuuzwa, na wakaweza kusema kwamba huyu ndiye rais peke yake wa Afrika ambaye aliweza kuitwa kwenye huo mkutano, lakini alikuwa anapuuzwa. Kuna kanda nyingine ambayo inaonyesha William Ruto ako lost kabisa, yani ameweza kupoteza fahamu. Upande huo wa mkutano wa G7 kwenye group photo, kanda ambazo zinatolewa zinaonyesha kuwa Ruto alikuwa na tabasamu peke yake. He was smiling at himself kipindi hicho, lakini hakuna anayempa mkono kumsalimia. Huku mpaka wananchi wameanza kucheza nyimbo za watoto wakisema kwamba Ruto ignored badly, what an embarrassment. Unajua mtazamaji wangu, tusemezane ukweli, ndio umeweza kualikwa kwenye mkutano fulani. Huo mkutano wewe si mwanachama. Yule mwenye ameweza kukualika asipozungumza na wewe kipindi cha picha, azungumze na wengine, utaonekana umepuuzwa. Mfano, Kenya si miongoni mwa mataifa ya G7. Nimekueleza G7 ni mataifa tajiri 7 duniani. Watu wakina US, kina UK, kina Canada, kina Japani, kina Italy, kina France, kina Germany wanajuana. They know their strength. You know, kipindi ambapo wanapuuza rais wetu pale bana, ndio siasa, sisi ni watu wa wantambati. That was an embarrassment bana. Sijui wanaona huyu mtu ni mtu wa mikopo tu. Imagine kitu cha kushangaza, William Ruto aliweza kupea rais wa Marekani nafasi aweze kuleta Ebola Kenya, atoe wagonjwa upande wa Kongo, awalete upande wa Nanyuki, wakuje kutibiwa pale Kenya. Wakenya wakapuuza, Wakenya wakaandamana. But President Ruto ignored Kenyans' cries the way he was ignored by Trump. This is the same person William Ruto aliweza kupea nafasi alete wagonjwa wake Kenya, lakini anampuuza. But wakati mwingine, unajua, kuna kipindi kimoja tulipokuwa tunafundishwa somo la historia kwenye shule ya sekondari, mwalimu alituambia kwamba ukiona mataifa ya West yakikukaribisha kwenye mikutano ambayo inawahusu wao wenyewe, jua kwamba wameanza kukutumia. Nikana kwamba waliita William Ruto kama spanner boy tu, mtu mwenye anakubaliana kila kitu ambacho wanakisema. Sijui wazo lako ni lipi, ila kusema ukweli, the president was ignored. Despite that, aliwasilisha agenda ya Afrika akitaka mabadiliko ya mfumo wa kifedha duniani, akitaka mabadiliko ya loans, mikopo. Vile vile William Ruto alikuwa anapigania mikopo nafuu. Vile vile William Ruto alienda kuvutia wawekezaji. Vile vile mikutano ya kando kando, akiongea na marais angalau wakuje kuwekeza Kenya. Tunajua hilo, but that one haiwezi ikapuuzwa kwamba William Ruto alikuwa embarrassed. Kwani hao mataifa makubwa yanatuona vipi mpaka wana embarrass rais wetu?